Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imesema kuanzia Mei mosi mwaka huu itasitisha matumizi ya namba za NIDA kwa wale wote ambao hawajachukua vitambulisho vyao licha ya kutumiwa jumbe za kwenda kuchukua vitambulisho hivyo na hawataweza kupata huduma yoyote kwa kutumia namba hizo. Hayo yamesemwa leo Aprili 14 mwaka huu jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa James Kaji wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mwafaka uliofikiwa baada ya vitambulisho hivyo kukaa kwenye ofisi za kata, vijiji na mitaa kwa muda mrefu, huku wananchi husika wakiamini wanaweza kuendelea kupata huduma zinazohitaji vitambulisho vya taifa kwa kutumia namba. Aidha, Kaji amesema wakati mamlaka hiyo inavikusanya vitambulisho hivyo kutoka ofisi za kata, vijiji na mitaa, vilikusanywa vitambulisho milioni 1.2 vilivyokuwa havijachukuliwa na wahusika, huku takriban watu wote waliokuwa hawajachukua vitambulisho hivyo wakiwa wamekwisha pata jumbe fupi za simu za mkononi, wakiwemo waombaji wapya 680,608 ambao wanafanya kufikia idadi ya jumbe milioni 1,880,603 zilizotumwa. Amesema kwa mujibu wa takwimu hizo, idadi ya wananchi waliofika na kuchukua vitambulisho vyao baada ya kupokea jumbe hizo 565,876 ambao ni sawa na 30% ya watu waliotumiwa na kupokea jumbe za kuchukua vitambulisho vyao. Katika hatua nyingine, Kaji amesema ifikapo mwezi Julai mwaka huu itaanza zoezi la kusajili watoto wadogo kuanzia umri 0, ikiwa ni maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya mifumo kusomana. Hivyo kupitia utaratibu huo, kila mwananchi bila kujali umri atatumia kitambulisho cha NIDA chenye taarifa zake zote muhimu, vikiwemo vyeti vya kuzaliwa pamoja na bima ya afya, ambapo kwa kuanzia itaanza wilaya ya Kilolo, Rungwe na Kusini Unguja. Mimi ni Irene Nziku na hii ni Ambwene Media. Napenda kuwajulisha rasmi si kwa utani, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tunasitisha matumizi ya namba za NIDA kwa wale wote ambao walishatumiwa SMS za kwenda kuchukua vitambulisho. Narudia tena, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tutasitisha matumizi ya namba kwa wale wote ambao walishatumiwa, kwa sababu tayari sisi tunayo. Uwe umepoteza, uwe umefuta, hutapata huduma yoyote kwa kutumia namba. Ingawaje kuna baadhi ya watu ambao hawajapata namba kutokana na matatizo mbalimbali kutokamilisha usajili wao, au kuna matatizo ya uchapishaji, wale ambao hujapata namba ya kutoka NIDA, na utaendelea na matumizi hayo. Lakini sisi kwenye system tayari tunao ambao tumeshawatumia, tuna switch off. Na niombe waandishi wa habari nisije nikasikia kilio cha mtu yoyote. Wakati tunavikusanya vitambulisho hivyo kutoka ofisi za kata, vijiji, mitaa, tulikuwa na vitambulisho milioni 1.2 vilivyokuwa havijachukuliwa na wahusika ambao vilikuwa kwenye vijiji kwa watendaji kule shehia na vijiji na vitongoji. Hii maana yake ni kwamba takriban watu wote waliokuwa hawajachukua vitambulisho vyao wamekwisha pata ujumbe mfupi wa simu za mkononi. Ziada ya watu 680,608 SMS zilizotumwa inafanya jumla ya SMS zilizokwisha kutumwa ni milioni 1,880,603 zimetumwa kwa waombaji wapya. Ina maana pale kwa kuna waombaji wapya karibu 600,000 na ambao pia walitumiwa message. Kwa mujibu wa takwimu hizo, idadi ya wananchi waliojitokeza kuchukua vitambulisho baada ya kupokea SMS ni 565,876 ambao ni sawa na 30% tu ya watu waliotumia na kupokea SMS. Hii inasikitisha sana ndugu zangu waandishi, kwa sababu tulituma ujumbe kwamba baada ya mwezi mmoja tutasitisha, lakini tulipata vilio vingi, na nyinyi waandishi wa habari mkiwa mmoja wapo ukitaka kuuliza, sababu kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa watu na baadhi ya ofisi zilifurika, na tukaanza kutoa huduma za mahema kwa ajili ya kuhakikisha wengine na watoto na wengine hivi. Lakini kama kawaida yetu, baadhi ya Watanzania tumekuwa tukidharau, na hii yote ni kwa sababu bado hatukuweza kusitisha
kwa kusikiliza kilio cha wananchi na hata baadhi ya viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, kutokana na namba kubwa ya watu waliokuwa narundikana. Kwa hiyo tukaona tusogeze ile huruma ambayo ni kila muda wa Tanzania, na baadaye yaanza kupokea matusi. Mimi nishatumia message nyingi, na kuna siku nilikuwa kituo kwa Dodoma, wanasema kuna nini, nguvu ya soda hawezi kufuta. Kwa hiyo maana kila mtu ana message hiyo, lakini wengine walikuwa wakifika anasema nilisahau au nimefuta. Hivi kweli jamani, utumiwe message kwamba unatakiwa ofisi ya TASAF ukachukue milioni 50, utafuta hiyo? Lakini why vitambulisho? Lakini kwa sababu tumekuwa ni waungwana na kwamba tukijali kilio cha Watanzania, lakini imekuwa ni mchezo. Sasa hivi tunapokwenda, NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Tuna maboresho kuanzia mwezi Julai, tunaanza kusajili watoto wadogo kuanzia zilo. Tumarekebisho ya sheria ambayo tunayafanya kwa ajili ya register yote. Ina maana mtoto mdogo anapozaliwa tu anasajiliwa mpaka na kwenye mashule. Ni kwa nini? Maelekezo ya NIDA sasa hivi, kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo tutakuja kueleza huko mbele, tumepewa maelekezo ya jamii namba. Ina maana kwamba kila mwananchi mifumo iweze kusomana, atatumia kitambulisho cha NIDA. Tutakuwa na cheti cha kuzaliwa ndani ya NIDA. Tutakuwa na bima ya afya, na baadhi ya hospitali wameshatangaza wanaanza matumizi ya NIDA, na hasa nafikiri Moi. Kwa hiyo ina maana kwa mtoto mdogo ambaye hana NIDA itakuwa. Kwa hiyo tunaanza kusajili mpaka watoto wadogo. Tutaanza na pilot project ya wilaya 3. Tutaanza na wilaya Kilolo, Rungwe na Kusini Unguja. Kwa hiyo kabla siende, ni waombe sana watu wasifanye mchezo. Na katika hii tulivyo zote tutakuwa na vitu 9 katika vitambulisho, na tutaviboresha baadaye ambavyo vitakuwa na taratibu. Passport itakuwepo, tutakuwa na details za driving license. Utapata tena driving license kama kadi, kila kitu ni kwenye NIDA. Ukibonyeza ni kila kitu, taarifa za passport. Lakini tutaenda zaidi malipo. Kwa mfano unataka kulipa SGR, unataka kulipa mwendo kasi, vyote vile. Na tayari tuna taasisi nyingi, hata baadhi ya mabenki wameomba kuingiza kwamba taarifa zao tutumie kadi moja kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lakini tumejiongeza zaidi katika vitabu ambavyo tutaboresha. Tutaweka mpaka grupu ya damu, taarifa za grupu ya damu, kwamba grupu yangu mimi Masanja ni A. Kwa hiyo unaweza kujikuta una matatizo, umepata shida, ajali, au umezidiwa, watu wamekokota njiani, wanakupeleka hospitali ili usipate tabu ya kwanza kupima tena. Wakichukua kadi na taarifa zako zote,